Haleluya. Tunakwenda kuangalia ujumbe wa leo, sababu za lazima za kumpokea Roho Mtakatifu. Ndio mtumishi, kwani ni lazima nimpokee? Je, nisipompokea? Sababu za lazima za kumpokea Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, kitabu cha Matendo sura ya pili. Matendo sura ya pili mstari wa 38. Sababu za lazima za wewe kumpokea Roho Mtakatifu. Kwanza ni ahadi ya Mungu. Kwa nini tupokee Roho Mtakatifu? Kwa sababu ni ahadi ya Mungu. Mungu ndiye alituahidi. Sasa nitashangaa Mungu akuahidi kukupa Roho Mtakatifu alafu usipokee. Sababu za lazima za kumpokea Roho Mtakatifu ni kwa sababu Roho Mtakatifu ni ahadi ya Mungu. Ni ahadi na ni zawadi kutoka kwa Mungu. Matendo 2 mstari wa 38 anasema hivi: Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Sababu ya kwanza nimesema ni ahadi ya Mungu, na hii ahadi sio kwa watu maalum. Mtumishi wa Mungu pale anasema, nilipoona wanapokea wanawake, akasema hivi, kwa nini wanawake tu wanakuuliza? Ni wanawake tu wanaopokea, bora mimi sipokee? Shida ni nini? Mwisho wa siku Roho Mtakatifu akamwambia, sasa inakujaza. Ndipo katambua kwamba ahadi sio kwa ajili ya watu fulani, ni kwa ajili ya watu wote. Biblia imesema ahadi ni kwa ajili ya watu wote walio mbali na kwa watu wote watakaoitwa na Bwana Mungu amjie. Kwa maana hiyo, mtu yote akishamjia Kristo, ahadi ya Roho Mtakatifu ni kwake. Akishamkabidhi tu Bwana Yesu maisha yake, anatakiwa kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sababu nyingine ya kumpokea Roho Mtakatifu ni ili atusaidie. Ni msaidizi. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Yohana 14 na mstari wa 16 ni ili atusaidie. Haya ni maneno ya Yesu Kristo. Anasema hivi: nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sura 18, sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Sura 19, naja kwenu bado kitambo kidogo, na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Anasema nitawaletea msaidizi mwingine. Msaidizi mwingine. Kwa nini anasema msaidizi mwingine? Kumbuka Yesu alipokuwa na wanafunzi wake, alikuwa ni msaidizi kwa wanafunzi wake.
Ndio maana wakati Paulo anaona Yesu, wanafunzi wa Yesu wakiwa na njaa, alikuwa anafanya miujiza, wanapata mikate, samaki. Yesu amekopa na wanafunzi wake, amekuwa nao karibu. Sasa anawaambia, kafika mahali akamwambia, ninaondoka, ninaenda kwa Baba, ninaenda kuandalia makao, ili nitakapokuwepo mimi, ili nije tena niwakaribishe kwangu, ili nitakapokuwepo nanyi mwepo. Wanafunzi wakafadhaika. Kwani walifadhaika? Walishamzoea Yesu, walishaonja uwepo wake, wakiwa na njaa anafanya muujiza, wakiwa na Yesu wanaona utukufu wake, anawasaidia wakiwa na magonjwa, anawaombea, anawaponya. Sasa anamwambia ninaondoka. Wakajiona msaidizi anaondoka, tutabakije peke yetu? Tumeshazoea uwepo wa Mungu, tumeshamzoea Yesu. Sasa anasema anaondoka, lazima aenda kutuandalia makao. Sasa tunabakije bila yeye? Tutakaa kama yatima, tutakuwa kama yatima. Ndipo Yesu alipoambia, sitawaacha yatima, nami nitamwomba Baba. Yana Paulo anapiga sana, nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine. Msaidizi mwingine. Tayari alikuwa ni msaidizi wa wanafunzi wake. Sasa anambia atawapa msaidizi mwingine. Anafahamu, anasema msaidizi, na anasema msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli. Anasema ndiye Roho wa kweli, ambayo ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Anasema ulimwengu hautamuona. Yaani ukimpokea Roho Mtakatifu, ulimwengu hautamuona wala haumtambui, bali wewe utamtambua, maana anakaa kwako na yuko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Ulimwengu kwa nje hawezi kumtambua kwa kuwa haumuoni. Ukipokea Roho Mtakatifu, ulimwengu hawezi kutambua, ila wewe utamtambua, maana yuko ndani yako. Yesu anachokisema hapo, ndiye Roho kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni, bali mimi mtamuona na kumtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Kwa nini tumpokee Roho Mtakatifu? Kwa sababu ni msaidizi. Kama Mungu alijua kwamba hatuwezi, akatuletea msaidizi, why mimi nimkatae msaidizi? Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu ni msaidizi. Anakuja kutusaidia katika yale mambo tusiyoyaweza kwa akili zetu, kwa nguvu zetu hatuwezi. Alijua kwamba hatuwezi, ndio maana akamleta Roho Mtakatifu ili aje atusaidie. Mambo mengi sana tulikuwa hatuwezi, mengi sana, ndio maana akamleta Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia jambo jingine, Roho Mtakatifu, sababu za kupokea za lazima za Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu analeta uzima wa kiroho. Roho Mtakatifu anakupa uzima wa kiroho, anakupa uzima wa kiroho. Kitabu cha Warumi sura ya 8, kitabu kile cha Warumi sura ya 8 na mstari ule wa kuanzia mstari wa 10. Warumi 8 kuanzia 10. Anasema hivi: na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu
anakaa ndani yenu. Yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataiisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake anayekaa ndani yenu. Roho Mtakatifu anasema alimfufua Yesu katika wafu. Ni jambo kubwa sana. Yaani Roho Mtakatifu ambaye anakuja kufanya makao ndani yako alihusika kumfufua Kristo katika wafu. Mungu anamruhusu leo aje afanye makao ndani yako. Ona jinsi ambavyo ni heshima kubwa sana. Lakini ikiwa Roho wake yeye aliyemfufua Kristo katika wafu anakaa ndani yetu, yeye aliyemfufua Kristo katika wafu atauisha hata miili yetu iliyo katika hali ya kufa kwa Roho wake aliyekaa ndani yetu. Roho Mtakatifu anaachilia uhai wa kiroho, anaachilia uhai wa kiroho. Pasipo Roho Mtakatifu leo kafika mahali unaona kama mambo ya kimungu kama ni mazoea fulani, kwamba ni maigizo fulani tu tunaimba tu, yaani ni mazoea tu, ndio hivyo tu. Hauna ule uhai, unaona ni kawaida, kama ni desturi fulani. Maisha ya Kikristo yanatakiwa kuwa ni halisi, sio nadharia. Yesu huwa ni halisi. Bila Roho Mtakatifu naweza kufika mahali ukaona ni kawaida tu. Wengine wanasema unachukulia tu poa. Bila Roho Mtakatifu unaweza kuchukulia kawaida kwamba ni mazoea tu, tunaenda kanisani, nakuja tu naimba na rudi zangu nyumbani, kesho naenda tena kanisani naimba na msifu Mungu na abudu pale nini pale, neno pale na rudi zangu nyumbani, naendelea na maisha yangu. Shekutu Ukristo ambao hauna matokeo, hauna uhai. Bila Roho Mtakatifu Kristo unakuwa hauna uhai. Yaani inakuwa ni Ukristo wa nini? Wa mazoea. Roho Mtakatifu akija ndani yako anataka akuimarishe, utembee kwenye Ukristo wenye nguvu za Roho Mtakatifu. Utembee na nguvu za Mungu. Shetani akikuona waseme kwamba huyu anatembea na Mungu, huyu hatumwezi. Kama waachia walizoea kukatisha kwenye anga lako, mwambie Bwana Yesu, ili anga kuanzia leo inalifunga. Kuna mchawi yote kukatisha kwenye ile anga. Kwa shuhuda ya mtu mmoja akaniambia, alienda kuhubiri Injili maeneo ya Tanga. Kwa maeneo ya Tanga, nasema wakati anahubiri, ile mtumishi akasema, sisi leo tuko kwenye mkutano hapa, haturuhusu ili anga kuanzia siku za mkutano mpaka tunamaliza, haturuhusu ili anga hapa mchawi yote apite kwenye ili anga. Itakuwa ni kumkosea adabu Kristo. Alizungumza kwenye mkutano, itakuwa ni kumkosea adabu Kristo. Ili anga haturuhusu mchawi yote kwenye ili anga. Kumbe wachawi pale wapo na wengine wamekaa kwa mbali wanamsikilizia wapo. Kuna mjamaa mmoja alikuwa yule ndo gwiji akasema mimi hawana lolote, mimi nitapita. Kilichotokea usiku, alipita kweli, alipopita walimuokota, amedondoka chini. Kwani gwiji amedondoka chini na garagara, amepasuka. Yule mtumishi akamwambia, kwa sababu aliyekuangusha ni Bwana Yesu, umwamini. Usipomwamini hautakuwa salama, ila ukimwamini Yesu utakuwa salama. Akasema hapana, siwezi kumwamini Yesu. Akakataa. Kama sababu umekataa kumpa Bwana Yesu maisha yako, Yesu hawezi kukuacha ukabaki salama ukaendelea kutesa watu, sababu yeye ndio akakuangusha. Fanya maamuzi ya kumwamini Yesu. Akasema hapana. Akapiga simu kwao, wakaja wakamfuata, wakamchukua, wakamrudisha. Hakuchukua muda mrefu, akaondoka. Hakuchukua muda mrefu. Kumbe Mungu alileta hiyo neema. Maisha ya Kristo, neno la Mungu kwako lina mamlaka. Tembea na Kristo. Roho anakuja kukupa
Ukristo wako una mamlaka. Ukitangaza jambo ulimwengu wa roho wanajua kabisa huyu, ili ni tamko la kimamlaka limetoka na shetani, anajua kabisa hapa siruhusiwi Yanga kuvuka. Mtumishi wa Mungu amesema nisivuke, sivuki. Roho Mtakatifu ana nguvu. Watu subira kwa nisikia anaambia ile siku, sababu aliamka, ilikuwa karibiana na barabara, ilikuwa ni maeneo ya Tanga. Kwa wenyeji wa Tanga, ilikuwa ni kijiji kinaitwa Handeni. Sana kwambia ilikuwa ni kama watu waliishi ile siku ameanguka. Kuna watu walikuwa wanaamini habari za Yesu, wengine walikuwa amini. Ila wakati anatoa tamko kwamba ili Yanga haturuhusu tumeshayapiga. Watu wengi walisikia ile tangazo. Akasema anakodo. Alipovuka kaanguka. Watu hata ambao wasiokuwa na kumwamini Yesu walichukua wengine majani, wengine mandoo, wengine wanapita barabarani, wanapita mtaani, wanasema walokole. Wanaweza. Walokole. Mpaka barabara ya Tanga magari yalifunga, njia imefunga, ni watu wanashangilia walokole. Wanaweza. Na siku ile mkutano yani ilikuwa ni rahisi na watu wengi sana waliingia Kristo kwenye ile mkutano. Lakini kwa nini tu alitamka tu? Lakini mambo yakatokea. Si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu ule mtu maisha anatembea na Mungu, maisha yake anamwakilisha Kristo. Amepokea nguvu za Roho Mtakatifu, anaishi maisha yaliyojawa na Roho Mtakatifu. Kwa akitamka ili Yanga wanaishi Yanga analitamkia kwanzia leo mchawi asipite. Nguvu za Mungu zinaliata neno anga. Akipita lazima anguke. Kwa sababu una mamlaka, unatembea na nguvu za Mungu. Wewe ni mwakilishi wa Mungu. Wewe ni mwakilishi wa Mungu. Roho Mtakatifu analeta uhai wa kiroho. Maisha bila Roho Mtakatifu ni maisha makali. Roho Mtakatifu anatamani afurike ndani yetu, aondoe ukame, ili tutembee kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kipindi cha nyuma huko, kabla sijamwamini Yesu, ilikuwa naona tu Kristo wa kawaida. Kwa dhehebu langu fulani hivi la kihistoria, kwa nalipenda sana, na niliambiwa kwamba shika kikamilifu mpaka kufa. Kwa nilikuwa ni mbishi kidogo. Nilikuwa siamini hizo habari za Roho Mtakatifu. Nilikuwa nikizikataa, nasema hao ni walokole, hao ni waongo. Hao kwanza sisi tumetanguliza, sisi wale wa kwanza, hao ni waongo. Hao walokole makanisa yanakuja juzi, hao ni waongo. Nilipinga sana. Kile siku Roho Mtakatifu nilipokutana na Roho Mtakatifu, nililia sana. Nikaona kama nilikuwa napotea bila kujua. Nilimshukuru Mungu, nikamwambia Mungu. Nilijutia sana ile maneno kwa nikisema, nikasema Mungu, nisingepata hii neema ingekuwaje? Baada ya kuja kukutana na Yesu, nilimshukuru sana Yesu. Nikasema hii ni neema ambayo Mungu ananipa. Laiti nisingeikubali, ningeendelea kubisha, sio ingekuwaje? Inawezekana nisingempata Yesu, pengine ningeshakufa huko. Kile kwa sababu ya neema ya Mungu ameniwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa naenda tu kanisani, kidesturi tu kwamba naenda na sali na rudi nyumbani. Ndio kiniambia habari za Mungu. Yaani Mungu, naamini kwamba Mungu yupo. Lakini hata nisipomwona kwenye maisha yangu, hata nisipoona uwepo wake, yaani yupo. Kiniambia mimi nasali mbona? Lakini kirudi kwenye maisha yangu, endelea na maisha yangu ya ndani tu, lakini naamini Yesu yupo na kanisani naenda kama kawaida, nasali. Ndugu yangu, mbona unaweza nikawahamasisha na wengine kusali? Ndugu yangu, twende tukasali. Unaona? Twende tukasali. Naenda, lakini naenda gani kawaida. Naona mambo tu ya kawaida, nachukulia tu misipo. Kitu cha kawaida tu naenda na rudi. Naenda. Hata nisipoenda sikumiani naenda. Nilikuwa naenda hata nikizikwa. Basi hata nikifa hata nipate watu wa kunizika. Na kaambia usiposhiriki uweze kuzikwa. Kwa hiyo wengine anaenda kanisani ili akifa azikwe. Nisipo. Kwa hiyo anasema sasa nisipoenda nikifa nazikwa na nani?
Hii nikifa, nikipata shida ndio watanisaidia. Watu gani kwa naenda tu kudumisha uhusiano kwamba na mimi na mcha Mungu na nini, napiga zangu magoti mimi naomba Mungu mimi. Lakini hamna mabadiliko yote nayo, na huko maisha yangu yanaendelea ndani kama kawaida, naona ni kawaida tu. Nikaja nikajua maisha ya Kristo sio maisha ya mazoea. Kumbe Yesu ni halisi. Yaani kumbe Yesu sio mazoea. Yesu ni halisi. Ukitamka jina la Yesu lina matokeo. Wewe ambaye umempa Bwana Yesu maisha yako, jina la Yesu kwako lina matokeo. Yaani wewe sio wa kawaida. Yaani wewe sio wa kawaida. Utashangaa utakapotumia jina la Yesu. Ndio maana wale mitume tulisoma juzi walizuiwa kwamba wasiseme tena kwa hili jina la Yesu. Maana wale aliona kinachozo kile kiwete alipoona kutoka kwenye mlango mzuri wa hekalu, kilichomponya waligundua kwamba ni jina la Yesu. Wakasema kina Petro na Yohana kwamba sasa hakuna kuhubiri tena kwa hili jina la Yesu. Kwa nini? Jina la Yesu wakilitamka lina matokeo. Jina la Yesu kwa mtu aliyeokoka lina matokeo. Hata kwako ukilitumia jina la Yesu lina matokeo. Usiogope, wewe tumia jina la Yesu. Chochote unachokiomba, Biblia inasema lolote mtakaloliomba kwa jina langu nitafanya. Kwa jina la Yesu. Chochote unachoomba tu, tumia jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, nikabidhi biashara yangu mikononi mwako Bwana Yesu. Katika jina la Yesu, siruhusu mchawi wote kugusa kwenye biashara. Siruhusu mchawi wote kuloga biashara. Naweka ulinzi kwenye biashara. Kuanzia leo, hakuna mchawi atakayekuja kuloga biashara yangu. Shangaa wachawi wakija hapa wanaanza kuona moto, wanaanza kupita mbali. Uwepo wa Mungu unatembea pale kwa sababu una mamlaka. Tumia jina la Yesu. Jina la Yesu lina nguvu kupita kawaida. Inasema hakuna jina lingine tulilopewa na damu litupasalo kuokolewa kwa isipokuwa jina la nani? Jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu analeta uzima wa kiroho, analeta uhai wa kiroho. Lakini pia Roho Mtakatifu anakupa uhakika ya kuwa wewe ni mtoto wa Mungu. Kitabu cha Warumi sura 8 mstari wa 16. Tukianzia 15. Sura 8 mstari wa 15 hadi 16. Sema Roho Mtakatifu anakupa uhakika ya kuwa wewe ni mtoto wa Mungu. Mtu anajiuliza, mimi ni mtoto wa Mungu kweli? Naenda mbinguni au si? Roho Mtakatifu anakupa uhakika ya kwamba wewe ni mtoto wake. Warumi 8:15-16 anasema hivi: kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletao hofu. Hamkupokea tena roho ya utumwa iletao hofu, bali mlipokea roho wa kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yaani Baba. 16. Roho mwenyewe hutushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Roho mwenyewe anakushuhudia pamoja na roho yako kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Roho mwenyewe hutushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anakushuhudia kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Una hofu ya mauti. Una hofu kwamba naelekea wapi. Yaani una amani kabisa kwamba hapa mimi ni mtoto wa Mungu. Mimi naenda mbinguni. Anakushuhudia pamoja na roho yako kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukikosea jambo lolote unahisi hatia ndani ya moyo wako. Kama ongea na mtu fulani ananiambia anahisi hatia ndani ya moyo wake. Nikamwambia hatia, ukiona unafanya jambo baya halafu unaona ni kawaida, yaani kiroho uko chini sana, yaani kiroho uko chini. Ukiona unafanya jambo unahukumiwa, unajisikia hatia, shukuru Mungu, yaani wewe uko vizuri.
dhamiri yako iko makini mbele za Mungu, uko salama. Dhamiri ya mtu ikifa, baada ya mtu Roho Mtakatifu anasema naye, akapuuzia, akaendelea tu na maovu yake, akasema naye tena, akapuuzia, akifanya tena na anajisikia vibaya, lakini anapuuzia, anaendelea. Inafika mahali asikii tena kuhukumiwa, anaanza kuona ni kawaida tu, kwanza fanya maovu, anaona wala hajisikia hata kutubu tena, unaona kawaida, anachukulia kawaida. Dhamiri yake imekufa. Ukiona mtu anafanya jambo anahukumiwa, anakuambia najisikia vibaya, najisikia vibaya sana, nimekosea Mungu, anajisikia. Unaona, unajisikia hatia unapokosea, ujue uko vizuri. Umegombana na mwenzako, nenda huko naye, achana na mimi, afu natoka hapo unaendelea zako na maisha kama kawaida. Niache na Yesu wangu bwana. Yeye kama amekuwa na hasira, achana naye, mimi acha na Yesu wangu. Mimi na Yesu. Hiyo ni shida. Yaani hauko salama. Mtu aliyeko salama kiroho akikosea anasikia hatia. Na hiyo hatia inaletwa na Roho Mtakatifu, kuonyesha kwamba hiyo ni alama kwamba tengeneza, umekosea, tengeneza, tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote, achilia, samehe, tengeneza. Roho Mtakatifu anasema alituitia amani, hakutuitia machafuko. Utasikia ndani yako hatia kwamba hauko salama, hiyo ni ishara ya ndani kwamba tengeneza. Ukisikia hatia, tengeneza na Mungu. Roho Mtakatifu anasema mtu kupitia dhamiri. Dhamiri ipo kwa ajili ya kukushuhudia jambo jema na jambo baya. Dhamiri ipo kwa ajili ya kumshuhudia mtu jambo jema na jambo baya. Ukikosea inakuhukumu. Ukitengeneza una amani. Usipotengeneza utabaki na hatia. Dhamiri. Ukiona unahukumiwa, ujue uko salama. Dhamiri isiyokuwa na hatia mbele za Mungu. Jitahidi sana usiwe na dhamiri yenye hatia. Ukiona umekosea, jitahidi kutengeneza ili kuruhusu uhusiano wako na Mungu uendelee kuwa imara. Ruhusu kutengeneza ili uhusiano wako na Mungu uendelee kuwa imara. Usipotengeneza, utaendelea kujisikia hatia. Mwisho wa siku ile hali utazoea, na mwisho wa siku utaanza kuona mbona ni kawaida tu, na hiyo itakuwa ndio hatari zaidi. Itakuwa ni hatari zaidi. Sababu Roho Mtakatifu anataka utengeneze na Mungu. Anataka dhamiri yako iwe safi, usiwe na hila. Usiwe na hila mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu analeta uhakika wa kiroho ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Roho Mtakatifu analeta uhakika wa kiroho. Lakini pia Roho Mtakatifu anatupa tabia mpya za kiungu. Nataka kuonyesha sababu za lazima za kumpokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiingia ndani yako anakupa tabia mpya za kimungu. Wanasema huyu tulikuwa tunamfahamu, alikuwa ni teja. Hii kimembadilisha huyu mtu. Ilikuwa inaweza kama wanamwinda. Kuna mtu Yesu anambadilisha mpaka mnakuwa anakuja kanisani mpaka mnahisi kwamba mtu huyu kaja kuiba huyo. Lakini baada ya hapo unashangaa anaendelea kubadilika. Haili tena ni mtumishi wa Mungu. Anaendelea kumtumikia Mungu, anampa moyo mpya, anabadilisha tabia. Unashangaa Mungu anabadilisha. Kuna watu Mungu amewabadilisha, nikiwaangalia ninasema kwa Roho Mtakatifu anampa mtu tabia mpya. Yaani ukipata historia ya maisha yake ya nyuma,
na historia yalivyo, ni tofauti. Nasema kweli, huyu Yesu aisee, unabadilisha. Ndio ilivyokuwa hivyo. Jamaa anaonyesha picha zake za nyuma huko, jinsi alivyokuwa ananiambia huyu hapa ni mimi. Yaani ukimwangalia yeye kabla ya kumwamini Yesu, utasema sio wewe, huyu ni mwingine. Roho Mtakatifu anatupa tabia mpya za kiungu. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 22. Wagalatia sura ya 5 na mstari ule wa 22. Biblia inasema hivi: lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Tunda la Roho, Galatia 5:22. Upendo, furaha, amani, utu wema, fadhili, uaminifu. Hizo ni tabia za kiungu. Tabia za kiungu ambazo Roho Mtakatifu akija ndani yako anakuja kukubadilisha kwenye hizo tabia. Anakupa tabia mpya. Unapomruhusu Roho Mtakatifu kuendelea kuomba, zile tabia za kiungu zinaendelea kuhuika ndani yako, zinaendelea kuwa halisi ndani yako. Uaminifu, unashangaa unaanza kujisikia ndani yako unatamani kuwa mwaminifu. Yaani ulikuwa ukipewa kitu cha mtu, ukiampata hii simu ipeleke pale, unaweza toka kimbia nayo. Kipewa hela ya mtu uifikishi, utakimbia nayo au utaiba au utafanyaje. Ulikabidhiwa mali ya mtu utaiba, lakini ndani ya moyo wako baada ya kupokea Roho Mtakatifu unaanza kujisikia ndani yako kwamba unatakiwa kuwa mwaminifu. Unaanza kujisikia kwamba natakiwa nimuonyeshe Kristo kwenye kazi. Tabia ya uaminifu. Roho Mtakatifu, tabia ya kimungu, anakuja kukupa tabia za kimungu. Upendo, furaha, sio tabia za kimungu. Upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu. Hizo ndo tabia za kimungu. Hizo ndo tabia za kimungu. Unaporuhusu Roho Mtakatifu kwa sehemu ya maisha yako katika kuomba, anakubadilishia tabia. Hata kama kuwa na tabia ambazo zilikuwa ni sugu, kiruhusu Roho Mtakatifu ndani yako, kiruhusu kujaza Roho Mtakatifu ndani yako, hizo tabia lazima zitakufa, zitamezwa na tabia za kiungu. Lazima zimezwe, kwa sababu hizi ni tabia za kimungu. Tayari mwenye hizo tabia yupo ndani yako. Unaporuhusu kuendelea kuomba, unashangaa ndani yako unaanza kuhisi upendo. Tabia ya kimungu, upendo. Aliupenda ulimwengu. Mungu ni Mungu wa upendo. Upendo, tabia ya kimungu. Aliupenda, alitupenda pasipo sisi kumchagua. Amani, kuhisi amani. Ndani yako unaishi maisha yenye amani. Huna hofu, huna mashaka, amani. Lakini wewe unakuwa na tabia ya uvumilivu. Una uwezo wa kuvumilia, uwezo wa kustahimili Roho Mtakatifu, lakini unakuwa na utu wema. Huyu mtu ni mwema. Kila sehemu anasema huyu mtu ni mwema. Fulani ule ni mwaminifu. Sasa kaenda sema huyu hapana, huyu hapana. Kuna Roho Mtakatifu anakufanya kuwa mwaminifu kiasi kwamba unaweza kuaminika. Kuna ndugu mmoja tulikuwa naye tunafanya huduma. Huyo ndugu sio kwamba hapati kazi, ila sio mwaminifu. Yaani utapata kazi, lakini kama sio mwaminifu unapoteza kazi. Kwa sababu ni sio mwaminifu, sio mwongo. Roho Mtakatifu
akiwa ndani yako. Ukikosea unasikia alamu huko ndani. Hapa nimesema unasikia ukiongea uongo, unasikia uko ndani ya hatia kwamba unasema uongo. Anakushuhudia uko ndani kwamba unasikia hatia. Hiyo ni sauti ya Roho Mtakatifu kwamba umesema uongo. Ukiona umekosea, usijifiche mbele za Mungu kwamba Mungu ndiye Bwana Yesu kisamehe, ili kuondoa ile hatia. Damu ya Yesu inakutakasa na kuondoa hatia. Ukikana hiyo hatia, ndio atazidi kukuletea mashambulizi. Wewe unaokoka, mbona umesema hivi? Mbona umekosea? Mbona umekosea? Unafika mahali unaanza kuona nishasema uongo, hata kanisani siende tena. Mbona yaani kashakutoa kwenye njia. Kumbe iko damu ya Yesu inakutakasa. Unataka uombe rehema kwa sababu Mungu anakuandaa kwenye utakaso. Bwana azidi kutakasa. Kuna mtu mmoja alikuwa ameokoka, alikuwa na kunywa sana pombe, akaokoka. Na watakuja wa jinsio, wewe utakutana nao, ameokoka kumwamini Yesu. Hamjamwambia mtumishi, mimi nilikuwa na kunywa pombe asubuhi mpaka jioni, kila siku mimi, lakini leo nimepambana mtumishi, nimekunywa 200 tu. Wanamwambia umeshaachana na Yesu, umekunywaje 2 au usingekunywa? Yule mtu anasema basi kumbe nimeshamwacha Yesu. Anaondoka, anaachana tena kanisani, mimi siwezi kuishi au maisha. Kwa hiyo akija mtu wa jinsi hiyo, wewe mtie moyo. Tumishi, nimekunywa 200 tu, okay. Mungu ni mwaminifu, hata hizo 2 pia atakuwezesha kuziacha. Endelea tu kuja kwenye maombi. Endelea tu kuja, utashangaa atakuja ukiwa Roho Mtakatifu, ataendelea tena neno. Mwisho wa siku anaanza kuona leo nimekunywa 1 leo. Nilikuwa na kiu. Nimekunywa 1. Mwambie tu njoo. Yesu anakupenda. Anatamani asikie maneno ya faraja. Endelea kuja. Mwisho wa siku utashangaa na kwambia tumishani leo nimekaa kutwa nzima sijanywa. Mwambie sawa. Mungu ni mwaminifu. Atakuwezesha. Shangaa mwisho wa siku anakuambia mtumishi, nina wiki sasa hivi. Miezi. Baba mtumishi sasa hivi. Yaani kwanza naichukia. Yeye tayari huyu ameshabadilisha. Biblia inasema tunafanya upya siku hadi siku. Yule ameokoka ila yupo kwenye mchakato wa utakaso. Ukimkatisha tamaa, anaondoka hapa na nguvu zake huko anaenda kulewa. Kuna mtu ameelewa kitu hapo? Si kwa nini nasema hayo, lakini najua kuna mtu anasema naye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Anatupa tabia za kiungu. Tabia za kiungu. Tabia za kiungu. Unapotembea unamwakilisha Mungu. Yaani Mungu anataka watu ambao wanaomwakilisha kwa tabia za kimungu. Yaani wakikuona wanamuona Mungu. Yana nilipa nikasema ule mtu anasema unifinyange unifanye kama wewe. Watu wakinitizama wakuone wewe. Mpaka mmoja nampenda sana hiyo nyimbo. Napenda sana nyimbo. Unifinyange unifanye kama wakinitizama wakuone wewe. Mungu anataka watu ambao watakao kumwakilisha kwa tabia za kimungu. Ndio maana ni wengi wanaweza wakawa na ubiri nchi, lakini wanaomwakilisha Mungu kwenye tabia za kimungu ni wachache.